Libariki jina la Bwana pale ulipo asubuhi leo. Mangre vija la paramanda rabosa. Rige jile manda rabala barabosigidi mkola. Jumapili ya baraka ya ushindi na utukufu. Jumapili yetu ya kwanza ya mwezi Oktoba. Zevara banjente le pravala banda rakosura. Prakti jekte fele parabanda rabozira. Inue jina la Bwana pale ulipo. Mangre vija le manda rabozira. Mpe sifa na utukufu. Mtukuze yeye aliyekimbilio letu na ujasiri wetu. Bala raka sike de borobos. Para toje le pata da banda. Si brava jigili manda da bala bazira. Yeye ndo Bwana wa Bwana. Yeye ndo mfalme wa falme. Bala manda da bazira. Yeye ndo Mungu mwenye nguvu. Jankitili manda da bala bazira. Oh, ndani yake tunaishi. Ndani yake tunaenenda. Ribo zala manda da bolo bolo bosira. Mbingu na nchi ni kazi ya mikono yake. Ribo zulu manda rabasiki liba kolo borobos. Je pravala pradus. Mangra dige li borobozi di bukura. Na ulimwengu wote umejaa kwa utukufu wa kweli yake. Malaka la bolo borobosira. Maarifa yake yanasambaa kila mahali. Oh, kazi ya mikono yake ni maajabu ya ulimwengu. Raba zige liba jala manda la borobos. Barabala manda rabazidi bukura. Asubuhi leo mwabudu Bwana pale ulipo. Jakala mandara bala borobosira. Na mataifa imbe sifa zake, fadhili zake na rehema zake. Ribo jolo mandara bosigi dibo koro bala borobos. Prava jikili mandara bos. Kefala barabondo robosira. Rige jili mandara bala mandara bos. Para bala barabos. Apratita tatiti molokotos. Pira baba babanda rakas. Jigiri bala mandara bala borobos. Parati papapandos. Apravapadia. Jikitili para barabusa. Bali karabala borobozira. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakupa sifa na utukufu Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi njema, asubuhi ya baraka, asubuhi ya ushindi. Asante kwa ajili ya Jumapili hii Bwana. Ribo zala barabusa kala mandara basigidi bukura. Wewe ndio kimbilio letu na ujasiri wetu Bwana. Raga jigili barabandara kali karabala borobos. Riva jala paramandara bala borobos. Grika la mangara bazidi baraba. Zepravonche anti ventele frandus. Na fepele bababos. Parabala mandara bazira. Asante kwa kumhudumia kila mmoja wetu asubuhi ya leo katika namna tofauti, katika namna pekee. Majiki limondo robozira. Asante kwa nguvu yako Bwana na uweza wako unaodhihirika kila mahali katika ulimwengu wetu. Jean Kifele Penis neve petite te pala purubus. Baji pala pravate le crevente le parabunda sapra bala barabazira. Oh, zapregida baji le mandarabos krapi le mandarabosira. Rosa para bala barabazira. Oh, thank you Lord. Mangra diga la barabazira. Karibu sana asubuhi leo. Hii ni ibada ya Amka na Rhapsody. Popote pale ambapo upo, karibu sana. Na ungana na sisi katika kumwabudu Bwana, katika kujifunza kwa neno lake siku ya leo. Na kama maisha yako yatabarikiwa, yatajengwa kipekee, yatainuliwa kwa tofauti sana. Na asubuhi leo moja kwa moja nitataka kusoma andiko moja tunapokwenda katika session ya pili ya maombi ya kuabudu. Nitakwenda katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 11. Neno linasema, iwe ndani hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu ya kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ai masupraka la baraboroboroborobos prakijili baraboroboroba. Umesikia maneno mazito haya, namna ambavyo Bwana aliacha enzi yake, utukufu wake, ile hadhi yake, akaika pembeni, akajinyenyekeza, akachukua namna utumwa
Pala rabo sokolo barabanda. Raki fili prakosura. Sasa unasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sana Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Haya. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alika utukufu wake pembeni. Akatwaa namna ya utumwa. Akawa na mfano wa mwanadamu. Paziki la barabolobos. Tulikuambia kwamba Yesu ni Mungu, sio story, sio nadharia. Tujaribu kumtetea. Tunakwambia uhalisi wa yeye ni nani? Mazi veketele mangro deje le pravala barabusa. Aya. Mstari nani tena anasema tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu akajinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Na mstari wa 9 unasema kwa hiyo tena Mungu akamwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Malika rabolo borobosira. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Pale provala borobos. Kwa jina la Yesu kila kitu kinapiga goti. Masikili bokura. Haijalishi vipo kwenye heavenlies, hapo juu kwenye atmospheric heaven au kwenye mbingu kabisa kule juu, au viko hapa duniani pale karabolobos, au chini ya dunia malengre vala borobos. Kila kitu kimeamrishwa to bow down, kusujudu mbele ya jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu ambalo tumepewa wewe na mimi kuliishi kwalo, kuishi ndani yake, ni jina kubwa mno. Male mangara bolobosira. Ndio jina lenye mamlaka duniani kote mtumishi, kwenye kila serikali, kwenye kila taifa, kwenye kila mji. Mazi preto shokto loprakira, dhidi ya kila hali, dhidi ya kila mazingira. Mazi gala borobosira. Na asubuhi leo tunapomwabudu Bwana, nataka maneno haya yawe ndani yako mtumishi. Malevra balaboro basangre veta la boroboza. Ukijua kwamba kila ulimi utakiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi mtumishi. Haijalishi sasa hivi wanambeza, wengine wanamdharau, lakini there's a day, kuna siku ambao kila ulimi krakoshikle krakrokrokrosik pradiga. Jacques libarabala bozira. Kama neno haya nataka kumwabudu Bwana na wimbo huu tunaokwenda kuona kumwabudu nao hapa siku leo. Fikra yako na mtazamo wako ila ndani na juu. Not only you are God forever. There's no God like you. You are God all by yourself. Yeye ni Mungu mwenyewe. There's no God like you. Hakuna mtu aliyemfanya awe Mungu. Yeye ni Mungu mwenyewe. Kwa nguvu yake na uwezo wake ameziumba mbingu na nchi. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wewe pekee ni Bwana wa wote. Yeye pekee ndiye Mungu. Na wala hakuna aliye kama yeye. Hamna aliyemfanya kuwa Mungu. Hamna aliyempigia kura ili awe Mungu. Wakasifa mazika na bandara basi. Ndio ameumba mbingu na nchi. Vigiri bala mandala bala basi. Siku leo hebu mwabudu Bwana pale ulipo. Baba sifa na bala mandala basi. Sifa na utukufu. Kutoka enzi hata enzi, miaka hata miaka, hakuna kama wewe Baba. Hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu ala bala basi. Ndiye pekee mkuu, sina mwanzo usina mwisho. Ala basi. Sio ambaye sio kazi ya mikono ya mwanadamu. Baba sigidi bakono mandara basi. Baba jigida bala mandara. Yeye ndio Mungu kutoka milele yote. Bala basi. Kutoka kale yote kwenda kwenye milele yote. Bala. He's God from dateless past. Kale mbali kabisa. Alengro bajika la paramanda rakushi patala bala.
Oh, mwabudu asubuhi leo. Baba jigiri bakala baba. Nguvu yote iko mkononi mwako Bwana. Mamlaka yote ni kwako. Shike la baba baba. Hai. Mamlaka yote, nguvu yote Baba iko katika mikono yako. Baba shika la mandara baba. Nawe ndio umetupa ushindi kila siku ya leo. Baba. Naomba mbingu na nchi Bwana. Hakuna kama wewe. Baba. Oh, mwabudu Bwana subhanahu. Baba shikiri bakala baba. Yendo mwenye nguvu, yendo jemedari wa vita. La bus. Saprava dararana. Rigi jigidi bala. There's no God like you. Yepokee yu Bwana wa wote. La basira bala. Musa para manda bala. Baba zigidi bokuru bala manda bala. Only you are there. God from day to sasa. Yeye Mungu kutoka enzi yote, zama za kale kabisa. Baba miaka elfu na elfu. Baba sika la banda basiri boko. Na yeye ndio Mungu wetu leo hii. Baba basiri boko. Na miaka elfu na elfu ijayo, yeye ni Mungu. Baba sika la banda boko. Baba masikili mandara basiri. Wewe ndio Mungu le hai Bwana. Tunaliabudu jina lako. Tunakubariki asubuhi leo. Tunakuinua Bwana. Bimo jana mandara bala. Ay. Shikiri bala bus. Yendo self-existing God. Mungu ambaye ni Mungu. Bala zile kwa uwezo wake mwenyewe na kwa nguvu yake mwenyewe. Rimo jala para mandara bala bondoro sida. Yesu wa kuchonga, si wa kutengeneza, si wa kufinyanga. Rimo sala mandara bala bus. Para patala para mandara kosa. Ziprada va jigiri bala baba. Suru bala mandiri bala. Riga bajala mandara bala zira. Ay. Bala mangara bala. Hallelujah. Sali karabala. Ay. Jigiri bala mandara mandiri burubus. Shira bala mandiri jili mandara burubus. Ay. Shira bala. How to make it stop? You are God to bless the future. You are God over yourself. Oh, you are God. Bala. Ay. Jipara mandara bala borobos. Bala mandara bazigidi wakara bala basidi bala. Yeye ndio Mungu miaka na miaka. Shaka la mandara bala basidi. Ay. Saprodu jikidi bala mandara basidi. Ungua kinywa chako pale ulipo asubuhi leo. Mwabudu Bwana kwa maneno ya kinywa chako pale ulipo. Angala bala mandara bala basidi. Lipra bala basidi. Raga zigiri bajala bandara basigiri bokoro bala bas. Oh, libariki jina la Bwana pale ulipo. Mwinue yeye maana hakuna aliye kama yeye. Yeye ndio nguvu yetu, yeye ndio ujasiri wetu. Yeye ndio ushupavu wetu. Ndani yake tunaishi, ndani yake tunaenenda, ndani yake tuna uzima wetu. Oh, Baba katika jina la Yesu Kristo, asubuhi leo tunasema asante Bwana. Asante kwa wingi wa fadhili zako. Asante kwa wingi wa rehema zako Bwana. Asante kwa ukuu wako na utukufu katika maisha yetu. Wewe ndio Mungu wetu, wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio ujasiri wetu. Toka enzi na enzi, toka kale na kale, wewe ni Mungu. Hata sasa wewe ni Mungu. Na milele yote ijayo wewe ni Mungu. Balarabo sokolo barabalabos. Baramala mandara basikidi bukura. Kaza mikono yako Bwana. Ni maajabu ya ulimwengu. Riba zile mandara basigidi bukoro balabara masigidi bukura.
Wewe ndiye ambaye ndiye rabasitele manda rabazidi bokoro balabazira. Wewe ndiye Bwana Mungu mkuu, rakajike de bokoro bazira, muumba mbingu na nchi. Na tunakuadhimisha asubuhi leo Bwana. Bala mangradike le parabo sotolo barabazira. Tunatoa na ndama wa vinywa vyetu mbele zako, tukilihimidi jina lako, tukikutukuza kwa utukufu na ukuu, kwa ushindi uliotupa kila siku yetu leo, kwa wingi wa neema zako na fadhili zako zilizo mpya kila asubuhi. Asante kwa kweli neno lako Bwana, ambayo ni kweli hiyo imetuzaa, imetupa uzima, imetupa ushindi, imetupa ubora. Na kwa kweli hiyo tunaishi ndani yake, tunaenenda ndani yake. Kweli hiyo ni nuru ya maisha yetu. Bala barabolo barabos, baratika la barabolo bozira. Asubuhi leo Bwana, tunasema asante kwa kila anayetusikiliza, kila anayeshiriki katika ibada hii. Uwepo wako na nguvu yako na utukufu wako uko juu yao na familia zao na wote walionao popote pale walipo Bwana. La raba soklo fide barabolo bozira. Maarifa yako kutokea mahali hapa yanapenya ndani ya mioyo yao, yakigusa maisha yao, yakihuisha na kuboresha kutoka utukufu mpaka utukufu, imani mpaka imani, ushindi mpaka ushindi. Asante mfalme amani. Bala rabo soto lopa vidi balabo robo sidi bukura, kwa uponyaji na afya njema juu ya miili yao, kutoka katika utosi wa vichwa vyao, katika unyama miguu yao, kama matokeo neno hili wanaolisikia asubuhi leo. Neno lako unaleta uzima, unaleta ushindi, unaleta ubora, unaleta utukufu ndani yao, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Wow. Karibu sana asubuhi leo. Mwanza kuendelea kulibariki jina la Bwana pale ulipo. Yeye ni ujasiri wetu na nguvu yetu. Yeye ni hamasa yetu na ushindi wetu. Pali kasika bala baraba. Sopra gide balaba. Ziproduce kidi bala baraba burubus. Hakuna aliye kama yeye. Na mimi nibarikiwa na hizo nyimbo mbili ambazo tumezitumia katika kumsifu Bwana na kumwabudu. Nyimbo ya kwanza inaitwa moja inaitwa Only You Are God, kwamba wewe ni Mungu, wewe pekee ni Mungu. Nyimbo nzuri sana, nyimbo ushindi sana, ya ubora sana, kwamba yeye pekee yake ni Mungu. Alafu ile ya kwanza kabisa tulianza nayo ilikuwa inasema the only sovereign God, kwamba Mungu pekee aliye na mamlaka yote. Sovereign ni ile mamlaka ya utawala, ya dola, ya nguvu. Sasa yeye ndio Mungu pekee mwenye hiyo sovereignty, mwenye enzi yote. Hai, na hii ya pili ambayo tumeitumia kwenye kipindi cha kuabudu hapo inasema Only You Are God, kwamba wewe pekee ndio Mungu. Hiyo sio kazi ya mwanadamu mtumishi. Mali mara manda rabazira. Hakuna aliyemfinyanga, hakuna muunzi aliyemchoma kwenye tanuru ili awe Mungu. Kutokana na silver au gold, dhahabu au shaba, hapana mtumishi. Malembra de pala borubosa, prakti le parabanda rabazira. Mimi na wewe ni kazi ya mikono yake. Enzi yote na mamlaka yote ni kwake. Na asubuhi leo kama ambavyo tumekuwa tukifanya kila wiki, mwezi huu tulisema tutakuwa tunasoma kile kitabu cha Mithali kila siku chapter moja. Lakini sasa leo ni siku ya tarehe 5 leo. Nitatamani ili tusikatishe flow, tufanye ile tuanze ya jana kwa haraka sana tarehe 4, sababu jana tulikuwa na kipindi, alafu tutakwenda leo kabla tutakwenda kwenye Rhapsody yetu ya leo ya tarehe 5. Mithali sura 4 kwa mstari wa kwanza. By the way, unaweza kutuma message, ukatutumia message kupitia namba yetu ya 0736 000999. Tutapenda kusikia kutoka kwako, unamwabudu Bwana pamoja na sisi asubuhi leo kutokea upande upi? Amen. Na moja kwa moja nitakwenda kusoma Mithali sura 4 mstari wa kwanza. Neno linasema, wanangu yasikizeni mausia baba yenu, tegeni masikio mpate kujua ufahamu. Kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Maana nalikuwa mwana kwa baba yangu, mpole, mpenzi wa pekee wa mama yangu. Naye akanifundisha, akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu,
shika amri zangu ukaishi. Uni Mfalme Sulemani anaeleza namna ambavyo alikuwa mwana mpendwa wa baba yake. Kumbuka baba ya Sulemani ni Mfalme Daudi, na anaeleza hapa namna ambavyo baba yake alimfundisha, alimfunza na kumwelekeza nini ilimpasa kufanya. Sura 4 anasema, naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu kaishi. Sura 5, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Kuna watu wanajiuliza, hivi ilikuwaje pale Sulemani alipoulizwa na Bwana, nikupatie nini, nikufanyie nini kwa sadaka nzuri uliyoitoa, akachagua hekima. Soma sura 4 mtumishi, utaona chanzo chake ni nini. Ni alifundishwa sawa sawa na baba yake, na siku ambayo alitaka kupeleka lile ombi moja tu alichagua hekima. Sura 5, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usikatae maneno ya kinywa changu, usimwache naye atakuhifadhi, umpende naye atakulinda. Sura 7, bora hekima, basi jipatie hekima. Naam, kwa mapato yako yote jipatie ufahamu, umtukuze naye atakukuza, naye atakukuza, atakupatia heshima ukimkumbatia, atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kukirimia taji ya uzuri. Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Unasikia namna ambavyo ukishikamana na hekima, ukaikumbatia hekima, ukaifanya kwa rafiki yako karibu, namna ambavyo utakuwa na ushindi na utukufu. Hata miaka tu ya kuishi itakuwa mizuri mtumishi, na itakuwa mingi ya kutosha. Sura 11, nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo hatua zako hazitadhikika, wala ukipiga mbio hautajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache ende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Usiingie katika njia ya ovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali ukaende zako. Maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Maana wao hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri, bali njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Kwa wale ambao wanafahamu ile andiko tumelitumia sana kwenye maombi hili, njia mwenye haki, hii ni Mithali sura 4 sura 18. Njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Tafsiri nyingine inaeleza njia mwenye haki ni kama siku inayopambazuka, iking'aa na kung'aa mpaka mchana mkamilifu. Sura 19 nasema, njia ovu ni kama giza, hawajui kitu gani kiwakwazacho. Mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatayo na afya ya mwili wao wote. Nasikia jinsi ambavyo neno la Mungu ni uzima, leto mape, ni nguvu. Hii ni nguvu ya utabibu, nguvu ya uponyaji. Anasema maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya kwa mwili wao wote. Maneno ya Mungu yana nguvu ya utabibu. Amen. Healing power. Yani nguvu ya uponyaji. Sura 23 inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Kwenye moyo wako mtumishi ndipo ambapo mambo ya maisha yanatoka. Sakalabadabazira. Ile biashara, ile kazi, ile ajira inatoka ndani ya moyo wako mtumishi. Paribobobosa. Sura 24, kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zithibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Nausia tofauti sana haya pekee. Na Mithali sura 5 leo, tarehe 5 leo, kwa hiyo tupite Mithali sura 5. Mstari wa kwanza inasema, mwanangu, sikiliza hekima yangu, tega sikio lako
msikize akili zangu, upate kuilinda busara, na midomo yako ihifadhi maarifa. Maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta, lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga. Ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inatelemkia mautini, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Hata asiwaze kuiona wala asiweze kuiona njia sawa ya uzima. Njia zake ni za kutangatanga, wala hana habari. Basi mwanangu, nisikilizeni sasa. Basi wanangu, nisikilizeni sasa, wala msiache maneno ya kinywa changu. Itenge njia yako mbali nawe, wala usikaribie mlango wa nyumba yake. Usije ukawapa wengine heshima yako, na wakorofi miaka yako. Nasikia maneno mtumishi. Kuna namna unaweza kwenda katika njia ya upotevu mtumishi. Malekra kala moro kasiba. Ukawapa wengine heshima yako, na wakorofi miaka yako. Yaani ukatiliwa mbali, ukaondoka kabla ya siku zako. Sababu umeenda katika njia ya uovu, katika matendo yasiyo na heshima wala utukufu mbele za Bwana. Wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni, nawe ukaziombolea siku zako za mwisho, nyama yako na mwili wako utakapoangamia. Ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo, na moyo wangu kadharau kukemewa. Wala sikusikiza sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Na nilikuwa karibu na kuingia katika maovu yote, katikati ya mkutano na kusanyiko. Unywe maji ya birika lako mwenyewe, na maji yenye kubujika katika kisima chako. Je, chemchem zako zitawanyike mbali, na mito ya maji katika njia kuu? Yawe yako mwenyewe peke yako, wala si ya wageni pamoja nawe. Chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni ayala apendaye, na paa apendezaye. Maziwa yake ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Mwanangu, mbona unashangilia malaya, na kukumbatia kifua cha mgeni? Kwa maana njia za wanadamu zi mbele za macho yao. Kwa maana njia za mwanadamu zi mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Maovu yake yeye atampata mdhalimu, naye atashikwa kwa kamba za dhambi zake. Atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Hii ilipasi kuwa fungu lako mtumishi. Usienende katika uzinzi, usienende katika uasherati, usitembee katika njia ya uovu uko nje. Wewe ni mwana wa mfalme, wewe ni mwana wa Mungu. Lazima uwe na heshima ya Kristo ndani yako. Lazima ujue umekombolewa kwa damu ya thamani sana ya mwana wa Mungu. Na kuna maisha ya ushindi na ubora ambao unapaswa kuenenda, na sio vinginevyo. Hiyo ni Mithali sura 5. Kuna mengi ya kujifunza, mengi mno. Muda wangu hautoshi leo, na nimekusomea Mithali 2. Hebu nenda kazipitie mwenyewe, alafu kesho kwenye kipindi cha asubuhi saa 11 hebu tupe mrejesho nini ambacho umejifunza. Lakini pia ukiweza kutuma message wakati huu, kile ambacho umekisikia katika mithali hizi, yale maonyo uliyosikia, maelekezo, kima hii ya kipekee kabisa. Pasi kala barabara bozira. Nataka nikukumbushe tu, huyu ndio the wisest man before Christ Jesus. Yaani huyu ndio mtu mwenye hekima katika dunia nzima kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa ni mwenye hekima zaidi sana ya Sulemani. Sana. Alisema greater than Solomon is here. Yaani yeye ni mkuu kuliko Sulemani. Mwenye kila kitu mtumishi. Lakini haya ni maonyo, maelekezo, mafundisho. Ndio maana yapo katika neno mtumishi. Pala baraburu bozira. Kuna mengi ya kujifunza na kuextract, lazima kuyafyonza na kuyatumia katika maisha kwa ajili ya maisha ya ushindi, ya ubora na utukufu. Tuende kwenye rhapsody yetu. Na kwa kifupi sana,
nitakupa tu a quick feedback au nasema review, basi feedback ni review, mapitio kidogo kuanzia Jumatano tarehe 1. Neno lilikuwa linasema imani sheria ya roho. Haya, imani ni sheria ya roho. Na neno la ufunguzi lilikuwa ni Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, neno likisema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Neno nzuri sana kwamba imani ni sheria. Na ukisoma katika Rhapsody ya tarehe 1, mtoto wa Mungu alielezea mlinganisho wa imani na ile nguvu ya gravity, nguvu ya gravitational force, ile nguvu ya mvutano inayofanya vitu vibaki pale juu ya ardhi. Ukiruka juu unatoa chini, ukirusha jiwe linaenda sehemu bado linadondoka, kwa maana kwamba kuna nguvu inayovuta vitu vyote vikae katika lazima duara la dunia. Sasa akasema hivyo imani ndio nguvu unayohitaji kwa ajili ya maisha ya ushindi kwenye ulimwengu wa roho mtumishi. Pasipo imani haiwezi kumpendeza Mungu. It's a key factor. Yani ni kigezo cha muhimu kabisa. Pitia hiyo, pata nakala yako usome, utabarikiwa sana. Na siku ya Alhamisi tarehe 2 neno lilikuwa linasema kujitoa kwa neno. Yani kujiachilia kwenye neno la Mungu. Tafsiri ya andiko la ufunguzi ilikuwa ni wa Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15, neno likisema na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Neno la Mungu lina uwezo wa kukuhekimisha, kukupa hekima. Sio tu hivyo, likakupa ule urithi wako ndani ya Kristo. Mali karabolo bozira. Likakujenga, likakuleta katika ile hadhi yako na stahiki yako. Una mengi sana tujifunza katika ile neno, namna ambavyo kujiachilia katika neno la Mungu lile likabadilisha kabisa. Moja hapo ya reference ile tulifanyia hapo ni Warumi sura 12 mstari wa 2, kwamba msifuatishe namna ya dunia bali mfanywe upya. Bali karabana borobos. Kwamba usifuatishe namna ya dunia, usienende na falsafa na mtazamo wa dunia wanavyowaza, wanavyoongea. Wewe sio ulimwengu huu mtumishi. Ni kweli unaishi hapa ulimwenguni. Lakini wewe sio ulimwengu huu. Umezaliwa kwa neno lake na unapaswa kuishi katika neno lake na kuenenda katika neno lake. Kwa hiyo ilikuwa ni somo la Alhamisi tarehe 2. Na somo la jana juzi Ijumaa ilikuwa nasema wabeba hekima ya kiungu. Yaani ni mbebaji wa hekima ya kiungu. Na hekima yake imeshaenda ndani yako. Na andiko la ufunguzi ilikuwa ni Luka sura 1 sura 17, likisema naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa Rhapsody nzuri sana inaeleza namna ambavyo Yohana Mbatizaji alikuja kutengeneza njia kwa ajili ya Bwana, to pave a way, kutengeneza njia ili Kristo anapokuja kuhubiri, anapokuja kushare, mioyo ya watu tayari imeandaliwa. Na moja ya kitu ambacho mtoto wa Mungu alikieleza hapa ni ile akili za wenye haki. The mindset, muundo wa akili wa mwana wa mfalme ni tofauti. Aongei tu ili mradi mtumishi. Anaongea kwa ushindi, kwa ubora, kipekee kabisa. Na siku ya Jumamosi jana tarehe 4 neno lilikuwa linasema hakuna msingi bila neno. Amazing. Somo zuri sana. Na kutia moyo, kesho usikose asubuhi saa 11 kamili. Tutakuwa hapa na tutaweza kupitia ile somo la Jumamosi tarehe 4 na kesho ambao ni tarehe 6 ya Jumatatu. Kwa hiyo hakikisha unashiriki kipekee. Lakini pia kwa wale ambao wanawasiliana sisi kupitia ile namba yetu ya 0736000999 tunakutumia hizi nakala. Unaweza kupata nakala yako soft copy ukaisoma kama una WhatsApp, lakini pia nakala ngumu zinapatikana. Nakala ngumu ni shilingi 3000 na tunazo nakala za kutosha. Hakikisha unawasiliana na sisi uweze kupata nakala yako mwezi huu wa 10. Hakikisha kabisa unapata Rhapsody yako pote ulipo. Amen. Itakuwa baraka sana na ushindi. Leo siku ya Jumatano, Pastor Steve karibu sana. Amen mtumishi. Leo siku ya Jumatano tarehe 5 neno linasema neno linatufundisha katika haki. Neno linatufundisha katika haki. Na andiko la ufunguzi ni waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 mstari wa 16. Neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza
na kuwaadabisha katika haki. Yes. 4 key things, yani mambo 4 mazito. Kwanza, lafaa kwa mafundisho. Alafu kuwaonya watu makosa yao. Umesikia katika mithali hapo tumesema, Fanya vizuri sana. Kama ni kijana umekuwa ukisikiliza, kama ni mtu mzima, ule mpango wa kando haufai kabisa. Haipaswi kwa maisha yako. Unless unataka kuishi miaka michache huko duniani. Na umpe heshima yako mwingine. Nenda kasome Mithali sura ya 4 na sura 5 uone. Mazikri dikala baya. Ndio maana andiko linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kuwaonya watu makosa yao, kuwaongoza na kuadabisha katika haki. Nakumbuka kuna swali moja mtumishi, kuna mtu aliuliza akasema aliuliza katika namna ambayo kama vile kama Mungu anajua yote, of course anajua yote, how comes kuna watu yaani mtu akifa labda young geita ni ndio mpango wa Mungu, amemaliza kusudi, yani kwa nini how people just die young, kwa nini unakufa katika umri mdogo? Of course ni swali zito, ni refu, lina many questions, lakini ukisoma una majibu mengi ungesema, lakini ukisoma kwenye maandiko utapata picha. Hiyo Mithali 4 na 5 imeeleza kuna namna ambavyo watu wanakatishwa katika maisha. Yes. Okay? Kwa sababu wameenda katika njia ya upotevu. Hai, mtoto wa Mungu anaanza kusema hivi, maisha ya Kikristo yenye ufanisi si jambo unalolipata kwa bahati. Ni matokeo ya mafunzo ya kiroho, mafunzo katika haki kupitia neno. Hallelujah. Ndani ya Kristo hamna bahati ndani. Hamna bahati nzuri, bahati mbaya. Mimi sina bahati kabisa, mimi ninaona bahati nzuri bwana. Mambo yanatokea nikienda hivi tu mambo yametokea. Tumishi. Maisha ya ufanisi na ubora katika Kristo ni matokeo ya mafunzo ya kiroho. You must train your spirit. Lazima uifunze roho yako. Mafunzo katika haki, in righteousness, kupitia neno. Nimekuambia somo la haki ndio somo kubwa kabisa katika ufalme wa Mungu. Haki, very important. Mungu anasema neno linapanga maisha yako kwa ushindi kila siku. Ndio maana maandiko yametolewa kwetu, si kutujulisha tu, bali kuunda utu wako, kufinyanga mawazo yako, kujenga maisha yako na kuifunza roho yako kutambua njia ya Mungu ya kufanya mambo. Yani ni rafsa inabidi uisome kama mara 100 hivi. Yani uisome tena, urudi, uende hakika. Yasa maandiko haya kutolewa tu kwa ajili ya kukujulisha jambo, kujulisha ni jambo moja, okay? Yani kukufahamisha kitu fulani ni jambo moja, lakini zaidi sana yametolewa ili kuunda utu wako, ule utu wako wa ndani, namna yako unavyoona, unavyowaza, unavyofikiri, namna yako unavyoongea, unavyotenda, kubadilisha upya roho yako, nafsi yako, sababu roho yako imefanywa upya kupitia wokovu kwa kumwamini Kristo. Vile nimesema umetoka mautini umeingia uzimani. Lakini kuna hii sehemu ya roho ambayo inaitwa nafsi, lazima igeuzwe, lazima ifanywe upya. Ndio ile Warumi 12 mstari wa 2. Kwa lazima neno la Mungu lifinyange mawazo yako, lijenge maisha yako, likufanye uweze kupata utambuzi wa namna ambavyo Mungu anafanya mambo. Mambo yatokee tu ili mradi mtumishi. Kuna namna mambo yanatokea, kuna kanuni ya Mungu dhidi ya kila jambo. Tuzo Mungu anasema unapozama ndani ya neno inakusababisha kufikiri kama Mungu, kuhukumu kama Mungu na kujibu kama Mungu. Najua watu wa theolojia wanatamani kurusha mawe, kwamba mimi nafikiri kama Mungu. Haiwezekani. Usipojua neno la Mungu mtumishi, kuna vingi sana haiwezekani kwako. Lakini ukilijua neno la Mungu utajua yote yanawezekana kwake yeye amini. Kwa mtu Mungu anasema unapozama ndani ya neno la kusababisha kufikiri kama Mungu, kuhukumu kama Mungu, kujibu kama Mungu. Hauyumbishwi tena na hisia au hali, kwa sababu maamuzi yako yamefinyangwa na kweli ya kiungu. Hauyumbishwi na kila pepo ya mafundisho.
Hali hazibadilishi wewe ni nani ndani ya Kristo. Mtoto Mungu anasema hiyo ni kwa sababu neno la Mungu ni mawazo yake, ni maoni yake, ni tabia yake, ni utu wake, ni mapenzi yake na hisia zake zilizofunuliwa kwetu. Tumishi, umeona namna ambavyo tunapaswa kuliona neno la Mungu. Neno la Mungu ni mawazo ya Mungu. Neno la Mungu ni maoni ya Mungu. Neno la Mungu ni tabia ya Mungu, ni utu wake, ni mapenzi yake, ni hisia zake. Kwa hiyo unaposoma neno la Mungu ndio inakuonyesha kwamba Mungu ana hisia zake zikoje, maneno yake yakoje, mawazo yake yakoje. Tunasema fikiria kuhusu Bwana Yesu. Hakuziitikia hali kupitia milango ya ufahamu au kulingana na shinikizo au mtazamo wa kibinadamu. No. Hakuitikia kwa namna ya kimwili zile hali au mazingira au mashinikizo aliyokutana nayo katika maisha. Maneno na matendo yake yalikuwa udhihirisho wa uungu wake. Alizungumza na kudhihirisha ile kweli. Hakuwa na hisia za uhitaji au upungufu. Yaani pale ambapo walikuwa wana uhitaji, hakuanza kupaniki, tutafanyaje? No. Aliitikia kama Mungu, alitenda kama Mungu, sababu neno la Mungu ndio ilikuwa fikra yake na mtazamo wake. Mtoto Mungu anasema hakuwa na hisia ya kizuizi. Aliwaza kama Mungu, alizungumza kama Mungu, alitenda kama Mungu. Yeye alikuwa ni udhihirisho wa neno la Mungu, akiwa neno aliyefanyika mwili. Yaani nimekwambia mtumishi, hii Rhapsody ya leo yaani utakuwa uitafune mara 100. Hapa tunamzungumzia Bwana hakuruhusu hali au mashinikizo yaliyokuwa yanamzunguka kuamua achukue maamuzi gani. Alikuwa na control, ana udhibiti wa hali na mazingira wakati wote. Unakumbuka kuna wakati wapo kwenye boti, yeye amelala, boti imepigwa na mawimbi, imekwenda ile mashua iko, katika namna ambayo akamwamsha akamwambia Bwana haujali tunaangamia. Alipoamka akasemaje? Baba nisaidie. No. Aligeukia mawimbi akasema tulia. Malaraka sika baya. Peace. Akasema amani iwe juu yako. Biblia inasema ile bahari ikawa na shwari kuu. Pakatulia kabisa. Wakamgeukia wakasema aina gani ya mtu huyu mpaka pepo na bahari zinamtii. Yaani mawimbi yote yale ya kwenye bahari yanatulia. With the word. Masiki baba. Kwa hiyo haijalishi pressure aliyokuwa nayo. Wanasema alimfuata akamwambia akamuuliza Petro, hivi mwalimu wako analipa kodi? Imagine, nakasoma vizuri ile story ni kwamba Bwana alikuwa ndani ya nyumba, wale jamaa wakaja nje, Petro akakutana nao pale nje. Wakamuuliza maswali. Alafu Petro alipokuja tu ndani, Bwana akamwaa. Ile kabla hajamwambia jamaa afadhali akamwambia hivi wanaolipa kodi ni nani? Ni wageni au wazawa? Petro akasema ni wazawa. Bwana akasema okay, tusiwa kwanza. Yaani kuna somo kubwa hapa. Sasa mimi nasema sasa mbona mimi sijaenda huko. Nimesema tu kuna somo kubwa. Bwana akamwambia hebu chukua ndoano, nenda baharini pale, weka pale samaki wa kwanza anayekuja, mazikraka bala baya. Aya pasue mdomo, toa a gold coin. Sasa wale waheshimiwa wanaosoma probability Waswahili wanasema yamkini, zile hesabu za yamkini, kuna vijana hapo wanacheka hivi probability yote yamkini ndio Kiswahili hicho mdhibiti. Kuna probability gani ya kwamba umeka ndoano samaki wa kwanza anayekuja ndio anakuwa na gold coin, yani sarafu ya dhahabu ndani ya mdomo? Ndio anasema Bwana hakuwa na hisia ya kizuizi, yani like yuko limited. No. Unasema alikuwa na watu 5,000 wanaume, wanawake na watoto hawajahesabiwa, Akamwambia wapeni watu vyakula. Philip akamwambia Bwana, hata mshahara wa mtu wa miezi 8 hautoshi
kuwapa hata kamkati kadogo. Nataka kasome vizuri. Na alieleza a month's wage 8 month haitoshi. Mimi akasema lakini bwana tuna mikate 5 na samaki 2. Lakini hawa ni nini? Hawa ni nini kwa watu wote hawa? Mwamba huyu akafanya muujiza wa kipekee sana, akaambia waambie wanaume wakae chini kwanza, makundi 50. Mimi nenda kasoma vizuri mwenyewe utaona. Ni nzuri sana story. Pia mnasema unajua nini? Jinsi yeye alivyo ndivyo ulivyo katika ulimwengu huu. Bwana alivyo leo. Ni jambo la muhimu sana kuelewa. Yaani liliandiko moja la tofauti mno. Huu ni waraka kwanza Yohana sura 4 mstari 17. Kama Bwana alivyo sasa hivi ndivyo ambavyo wewe na mimi tulivyo. Ina maana ukijua wewe ndivyo ulivyo kama Bwana alivyo ndani yako, unanena, unaenenda, unatenda sawa na matendo yake. Yaani kuna mambo yanabadilika kabisa. Hautajiona mnyonge, hautajiona wa kawaida. Mimi nauza tu nyanya mtumishi, mimi nauza tu mkaa, niko pembeni ya barabara. Mtumishi, huo mkaa wako unaweza kwenda kwenye kila jiko ndani ya Dar es Salaam. Hivi unaelewa maana yake? Dar es Salaam kuna watu milioni ngapi? 6 7. Imagine kila nyumba ikanunua mkaa kutoka kwako. Mali karabala bazira. Adiko linasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu huu sasa hivi. Ulipozaliwa mara ya pili, ulizaliwa kwa neno la Mungu. Ina waraka wa kwanza Petro sura ya 1 mstari 23 na Yakobo sura ya 1 mstari 18. Na ni lazima ukue na kufundishwa na neno kwa sababu unao uzima wa neno. Samaki anahitaji kukaa kwenye maji ili aendelee kuishi na kuwa na ubora na ushindi. Wewe na mimi tunahitaji kukaa kwenye neno sababu tumezaliwa kwa neno, tumetokana na neno. Mtoto Mungu anasema kamwe usilichukulie neno la Mungu kiwepesi, usilipotezee, usilidharau. Kila wakati unapolisoma ni fursa ya kubadilishwa, ya kupokea mguso na kuthibitishwa katika haki. Kila wakati. Na ndio maana lazima ulipe priority, ulipe kipaumbele cha kwanza kwenye maisha yako. Mtoto Mungu anasema neno la Mungu ndilo unalolihitaji kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya kiroho na kwa maisha yenye uwiano ya ushindi endelevu na mafanikio. Very important point here. Hoja nzito sana kwamba ili uwe na maisha yenye uwiano, yani unajua kuna wale ambao wana mafanikio lakini ni wagonjwa kila siku. Umeelewa? Yani ana fedha nyingi lakini yani yeye ni mteja wa hospitali from January to December. Haipaswi kwa hivyo mtumishi. Mtoto Mungu anasema neno la Mungu ndilo unalolihitaji kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya kiroho na kwa maisha yenye uwiano ya ushindi endelevu na mafanikio. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 32 inasema basi sasa na waweke katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Neno la Mungu lina uwezo wa kukujenga. Na kukupa urithi wako ndani ya Kristo, kukupa stahiki yako na haki yako. Mungu anasema neno lina uwezo wa kujenga kwa sababu ndiko ulikotoka, umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Ambapo neno la Mungu mtumishi, neno ni muongozo wako wa maisha na muongozo wako katika kutimiza kusudi la Mungu. Neno ni muongozo wako wa maisha. Au ulichukulia neno la Mungu poa ukalidharau ukaona kawaida? Hapana mtumishi. Ukilipa thamani yake litakupa thamani yake, litakutunza, litakuhifadhi, litakuinua. Nitaomba mtumishi hapa Pastor Steve atusomee waraka kwanza Petro sura ya 1 mstari wa 20. Mstari wa 23 samahani. Waraka kwanza Petro sura ya 1 mstari wa 23. Neno nzuri sana hilo, likionyesha tumezaliwa na neno la Mungu tumishi linaloishi na kudumu hata milele. Hiyo ni andiko la ziada la kwanza, waraka kwanza Petro sura ya 1 mstari wa 23. Wakati mimi nitasoma Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 mpaka 17. Neno linasema katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 15 mpaka 17 linasema
Na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Sura 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, aliyekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa mtu wa Mungu anaokamilika kwenye kila eneo. Na neno la Mungu ndio malighafi sahihi ya kukujenga. Pastor Steve, huwezi kuwa mwana wa Mungu wewe kila siku unashinda kwenye magazeti, unashinda kwenye social media, kuna muda wa kusoma neno, alafu unategemea wewe ni mtumishi mwenye kufundisha kweli neno la Mungu katika ubora. Haiwezekani mtumishi. Malengra kila barabara busa. Jikite kwenye neno. Yes. Hebu some hiyo kwanza Petro 1:23 anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Makila barabara. Kwa hiyo tumezaliwa kwa neno la Mungu linalodumu na kuishi hata milele. Sio kwa ile mbegu iliyoharibika. Ndio maana magonjwa, maradhi, dhaifu hayapaswi kuwa ndani yako, kwa sababu chanzo chako ni nini? Neno la Mungu mtumishi. Yes. Sio kile chanzo ambacho kinafubaa, kinaharibika, kinapotea. Fanya ukiri pamoja na mimi asubuhi leo. Sema maneno haya, sema nimefunzwa kwa neno. Nimefunzwa kwa neno. Nimeelekezwa katika haki. Nimeelekezwa katika haki. Na kukamilishwa. Na kukamilishwa kwa kila tendo jema. Kwa kila tendo jema. Ninafanya kazi kwa ufahamu wa kiungu. Kwa ufahamu wa kiungu. Na usahihi. Maisha yangu ni taswira ya hekima na ubora wa Mungu. Na kupitia mimi wengine wanahuishwa na mapenzi yake makamilifu. Neno la Mungu linafanya kazi ndani yangu. Likizalisha ndani yangu. Na kupitia mimi matokeo ya ujumbe wake. Katika jina la Yesu. Amina. Siku ya leo kama hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naomba nikupe fursa hii. Hebu fanya sala hii ya wokovu kutoka ndani ya moyo wako ukiwa umeamini na ukikiri kwa kinywa chako. Sema, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamwamini kwamba alikufa kwa ajili yangu, kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Fanya sala hii iliyokuwa kwa kiumbe kipya. Yes. Kale yote yamepita, tazama yatakuwa mapya. Naomba haya kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa wale wote ambao asubuhi leo wameamini Kristo kwa mioyo yao, wamemkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ubora, wanatembea katika utukufu. Yule adui hana madai yoyote dhidi ya maisha yao. Baraka yako inatadirisha mbali na majuto imedhihirika katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Asubuhi leo tumie message katika namba yetu ya 0736000999 tusikie kile ambacho Bwana amekuhudumia kipekee katika namna tofauti. Na message kutoka kwa brother Sanga. Anasema, shalom mtumishi, nitumie fundisho la leo, umeme ulikatika. Pole mtumishi wa Bwana. Tuwe katikati ya somo. Pole, tutakutumia mwana wa God. I'll send it to you. Na Pastor anasema tupo karibu na radio tukipata maarifa mapya na kujazwa na hekima za Mungu. Thank you sir. Naona Apostle Sustenance touch anapiga hapa. Hello mtumishi Bwana. Shalom. Hakika nimejifunza jambo hapo. Ndio mtumishi. Mwenye kuwa na neno la kutosha ndani yake anawaza kama Mungu. Amina kabisa. Kabisa mtumishi anahukumu kama Mungu pia. Ndio. Hukumu kama Mungu vile. Yes. Imekaa poa. Amina mtumishi wa Bwana.
Ibada njema, niko maeneo ya Kigamboni, kuna mahali naenda kufanya moto huko. Ndio. Mungu awabariki sana, msaidie Pastor Steve. Amen. Thank you sana. Amazing. Tumishi, nataka nikupe testimony moja kwa haraka sana in like 1 minute. Katika hii ambayo tunasoma hapa kuhusiana kwamba watumishi wa Bwana wanapaswa kukaa kwenye neno. Kuna story moja ya Yongicho. Alikuwa ana mshirika wake ambaye mume wa mshirika ni profesa wa psychology. Kwa akamkaribisha kanisani, wamefanya kazi kweli kumleta. Kwa profesa kama kuja long time katika kanisa lake limeanza. Sasa ile profesa alikuwa alivyojua kwamba profesa anakuja Jumapili fulani. Tumisha kaenda akasoma vitu vya psychology na nini, akija yake pale kwenye somo lake la siku kumimpress. Sasa akamaliza kuhubiri injili na nini hivyo, aliongea. Baada ya ibada yule mama akamleta mume wake kwa mchungaji kumtambulisha. Yongicho alikuwa very excited. Anambia, "Prof, karibu sana. How was it? How was the service na nini?" Yule mzee alitulia tu anamwangalia. Alipojibu akamwambia, "I suffered throughout the service." Yani nimeteseka service nzima. Anambia, "Unamaanisha nini?" Akamwambia, "Ile psychology ulikuwa unafundisha, ni elementary psychology. Yani ni psychology ya awali ya watoto wa chekechea." Akamwambia, "Young man, you are a preacher. Wewe ni mhubiri wa injili. Kaa kwenye neno. Stick to your Bible." Yongicho anasema alisikia kumtafuna yani jamaa, yani kama vile amrukie. Lakini sasa kila akiangalia kile anachomwambia ni sawa. Ila ile hisia yake inamwambia haya. Sasa mtumishi, uhitaji Bwana akutumie profesa akwambie kaa kwenye neno. Wewe kaa kwenye neno. Ushasikia ile sauti inakwambia, hii ni Bwana anakuambia kaa kwenye neno, stick to the word. Masika la baraba. Soma neno la Mungu, ulitafakari usiku na mchana, usiende kushoto wala kulia, kaa ndani ya neno. Wow. Mungu akubariki sana. Asubuhi ya leo tunafikia mwisho wa kipindi chetu, na unaweza kutoa sadaka yako na kuchangia kipindi hichi kiendelea kuwepo hewani kupitia 50165653. Hiyo nilipa namba Vodacom, na tutafurahi sana kuwa umekuwa sehemu ya kuhakikisha huduma hii inakwenda mbele. Siku yako iwe njema, iwe ushindi, iwe bora. Jumapili yako iwe baraka na utukufu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Wow. Asante kubariki sana. Asante sana.